sasa ni wakati mzuri kabisa wa kufanya majadiliano, ambapo katika Jahara kama ilivyo kawaida tunakuwa na mjadala hususan kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii. Inaweza kawa ni uchumi, siasa, sayansi ama teknolojia, afya na kadhalika. Tunakuwa nayo hapa katika Jahara ya Mlimani leo asubuhi kutoka Mlimani TV. Naitwa George Edmund, na leo bwana, katika mjadala katika Jahara hapa tutakuwa na mgeni wetu bwana Eric Bunono. Karibu sana bwana Eric. Asante. Na leo bwana, katika Jahara na Eric Bunono tutakuwa tukijadili swala la chanzo na athari za msongo wa mawazo. Hili ni jambo la kiafya bwana Eric. Kwa kwanza tu bwana Eric, nataka tufahamishwe sasa nini maana ya msongo wa mawazo? Mtu akisema msongo wa mawazo anakuwa ana maana gani? Msongo wa mawazo ama stress kwa Kiingereza chake, tunasema ni msongamano. Ni msongamano ambao unaambatanisha mawazo. Yaani unakuwa na vitu vimesongamana vingi kichwani mwako, lakini havina ufumbuzi. Unawaza ada, hujapata. Unawaza nyumbani, familia, kuna mgogoro. Unawaza kodi, imeisha. Bado kuna sijui umeme umekatika. Juzi tu umetoka kufiwa, juzi kati mahusiano yako yana shida. Kwa unapokuwa na vitu vimechangamana kama hivyo vingi, alafu havina ufumbuzi, vimesongamana, ndio tunaita ni msongo wa mawazo. Kwa hiyo mawazo yaliyosongamana ambayo yanakosa ufumbuzi kichwani mwako, kwa hiyo unazidi kuzunguka kwenye kichwa chako, ndio tunaita msongo wa mawazo. Yaani kuwa na mawazo mengi ambayo yanakuchanganya ndio tunaita msongo wa mawazo, maana yanakuwa yamesongamana. Yes. I say. Sasa umegusia unakuwa na mawazo. Kuna tofauti kati ya mtu kuwa na mawazo mengi na mafikirio mengi? Maana wanasikia watu wanazungumzia mawazo, watu wanazungumzia mafikirio, lakini kuna tofauti gani kati ya mtu akiwa anafikiri vitu vingi na akiwa na mawazo mengi? Yani ana msongamano wa mawazo, lakini vile vile akiwa anafikiria mambo mengi. Kuna tofauti yoyote hapo? Tofauti inaweza ikawepo ama isiwepo, kwa sababu tunapozungumzia fikra ni kitu tunachokifikiria, ndio fikra, thoughts. Lakini tunapozungumzia mawazo ni kile kitu ambacho unakiwazia. Kwa hiyo fikra ni zile vitu ambavyo unavifikiria mara kwa mara, muda mwingi, lakini ambazo zinaweza zikawa ni chanya au zikawa hasi. Lakini mawazo vile vile ni kitu ambacho unakiwazia. Sasa unaweza ukawa ukiwazia kwa muda mrefu, unakiwaza tu kwa muda mfupi. Kwa sababu mawazo pia na yenyewe yanaweza kuwa mawazo hasi au yakawa chanya, kujenga au kubomoa. Kwa hiyo ni kama kitu kinachotaka kufanana. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ana fikra lakini zikawa ni chanya, lakini ukiwa una mawazo mara nyingi yanakuwa ni hasi au vinachangamana kama ulivyosema. Ni kama vinachangamana, kwa sababu unaweza kuwa na mawazo yakawa chanya, ya una mawazo ya kujenga, constructive. Lakini unaweza ukawa na mawazo hasi, ya kubomoa tu. Yani kila wakati wewe unawazia vitu vibaya. Unawaza wewe huwezi kupata kazi, unawaza huwezi kupata mchumba ama mpenzi sahihi, unawaza huwezi kumaliza nyumba yako, unawaza wewe huwezi kufikia ile sehemu ambako unataka kufikia, unawaza kwamba fulani anakuzidi. Yaani unakuwa na vitu ambavyo vinakuwazisha tofauti, kinyume na matarajio ambayo unataka kuyafikia. Lakini unaweza ukawa na mawazo chanya. Sasa mara nyingi pia vitu ambavyo vinasababisha msongo wa mawazo ni mawazo ambayo yanakuwa ni hasi. Yes, fikra ambazo ni hasi. Mawazo ambayo wewe yanakuwa na kuvunja moyo, wewe yanakukatisha tamaa, yanakusononesha, yanakufikirisha tofauti, tunasema yana low down ile self esteem yako, uwezo wako wa ndani. Maana sisi tuna kitu kinachoitwa ego, binadamu, ambao ni kile kitu ambacho ni uwezo wako wa kuweza kufanya vitu na namna ambavyo unajikubali, uwezo binafsi. Unavyojikubali kama mimi naweza nikafanya kitu fulani. Sasa unapokuwa na kitu ambacho kinakwambia wewe huwezi kufanya kitu fulani, huwezi kufika huko, wewe uwe na gari, umiliki gari kabisa, uwe na mke, uwe na nini, so wewe hivi. Kwa ndani mwako kuna kitu kinakwambia. Kwa unakuwa ni kama unabishana, kuna nafsi inabishana mbili. Ile inakwambia unaweza, ndio ego. Na ile inakwambia huwezi, sasa ndio inakuja kushusha hii kitu tunachoitwa self esteem, uwezo wako wa ndani. Sasa vile vinavyokuambia huwezi kufanya vile, huwezi kufanikiwa, huwezi hiki,
huwezi ndo mara nyingi vinakusababisha msongo wa mawazo. Kwa sababu unakuta vinabishana ndani yake. Na mwisho wa siku vinakusababisha unashindwa kufikia kile ambacho unategemea kufikia. Inashusha uwezo wako mkubwa unaojiamini wewe, unakuwa ni mdogo. Yes. Sawa. Umesema msongamano wa mawazo ndio mara nyingi unakuwa unasababisha ile uwezo wako wa ndani unashuka moja kwa moja, unakuwa chini. Na hapo sasa ndio ninapata swali lingine. Tuna visababishi vya msongo wa mawazo vinaweza vikawa vipi? Watu tunajiuliza sana mara nyingi kwamba upi ni chanzo ama vipi ni visababishi vya msongo wa mawazo. Umegusia hapo kimoja, umesema kwamba ni sana sana ni ile yani mawazo hasi ama fikra hasi ndizo zinazosababisha. Vipi visababishi vingine ambavyo visababishi viko vingi. Kwanza tu mtazamaji atambue kwamba kuwa na stress ama msongo wa mawazo ni kawaida. Ndio. Yaani binadamu ukishakuwa hauna stress wewe sasa sijui utakuwa labda tuite malaika. Lakini ni kitu cha kawaida kwa binadamu kuwa na msongo wa mawazo au stress. Sema zikikuzidia, ukishindwa kuzihimili, kuzimanage, ndio maana tuna kitu tunaitwa stress management. Watu tuna train kwamba lazima ujue namna ya kuzimanage stress zako. Sasa zikikuzidia, hilo ndio tatizo. Lakini kuwa nazo ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida kwamba lazima nijichallenge hivi, taweza kuwa mtangazaji mzuri, taweza kufanya kitu vizuri, taweza kuwa na uchumi mzuri, tafikiaje huko? Lazima niwe na akili nyingine na niambia huwezi kufika huko kwa njia hii. Ili ufike huko lazima upitie njia fulani. Yes. Kwa unajikuta mwenyewe unajiuliza, unajichallenge. Unapokuwa unajiuliza alafu unapata suluhu, tunasema sasa wewe umeweza kufanyia kazi vizuri. Lakini unapokuwa unajiuliza afu unabaki hapo unaongezea na kitu kingine, unaongezea na kitu kingine hapo havina ufumbuzi, tunasema umeshindwa kuzicontrol stress au msongo wa mawazo. Lakini msongo wa mawazo una vitu vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha. Kwanza ni uchumi. Naam. Kipato kimekuwa ni changamoto kubwa sana. Wewe ni baba, ni kijana, vijana wenyewe wamemaliza kazi, wanamaliza vyuo, siku hizi wanatafuta kazi. Kazi hamna. Akiangalia umri unazidi kwenda. Huko nyuma anapusha wazazi. Wewe uoi. Wewe hujapata hata mchumba huko, uje kutambulishe. Akiangalia kwenye list yake, hakuna hata mtu anaweza hata kumuomba amuombe. Ana kwa kuchukua hapa na kuokota tu, lakini hana mtu permanent. Hilo ni moja. Kwa nini hana mtu permanent? Kwa sababu ukishakuwa na mtu permanent inabidi ubebe majukumu yake yote. Yes. So yake yote. Unajua baba yake. Hiyo ndio changamoto nyingine ya pili ya mahusiano. Saikolojia inatuambia kwamba hatutakiwi kuwa kwenye mahusiano tubebe mambo ya watu wengine yote. Hapana, unaweza ukiwa kwenye mahusiano pia ni changamoto nyingine inasababisha stress, usaifikia. Lakini unapokuwa na uchumi ni shida kwako. Maana yake kuna vitu utashindwa kuvifanya. Sawa. Ukishindwa kuifanya vile vitu lazima vitakusababisha tu msongo wa mawazo. Hata wewe hapo unahitaji kuvaa leo hivi, kesho vaa hivi, kesho vaa vile. Unatakiwa upendeze. Lakini unatakiwa kula vile vile. Sasa unakula nini na hela una? Unavaa nini na hela una? Kodi imeisha, inahitaji hela. Unatoa wapi? Kwa hiyo hapo unaanza kodi. Hapo kuna mchumba amekupiga kibomo anataka hela saloni. Hapo umeme umeisha, hujala, hujavaa. Vyote vinakuhitaji wewe. Alafu mbele unawaza ujenge, ununue gari, uwe na maisha mazuri. Sasa hivi vyako mwenyewe ambavyo ni basic needs huwezi kuvitimiza. Bado hujavitimiza. Lakini bado una vitu vikubwa vya mbele. Sasa unaweza kujiangalia namna ambavyo unakuwa unajichallenge. Mwisho wa siku unakuta mtu amekata tamaa kabisa yani. Ametafuta kazi, amekosa, sasa ameamua kukaa nyumbani tu. Mambo yaende. Sasa akiwa anakaa nyumbani na nini, ile msongo wa mawazo hivi vitu vyote vinakuhitaji hela. Lakini havina ufumbuzi. Yaani anawaza anapata kazi na hatafuti kazi. Ameshakata tamaa. Ukimuuliza muomba sehemu ngapi, hana hata 5. Kama nimeomba sehemu 7 tu. 7 tu zinatosha. Hata muomba vitu, waomba kazi sehemu kama 100, 200. Ameitwa interview 3 kwenye 200. Wewe muomba 7, nategemea upewe interview. Ni haiwezekani. Kwa hiyo mtu akishafikia pale anakata tamaa, kazi hamna. Anaishia. Kwa hiyo swala la uchumi ama kipato ni kisababishi kimojawapo cha msongo wa mawazo. Kikubwa sana. Kikubwa sana umeongezea hapo.
Sasa umegusia wakati unazungumzia swala la uchumi, umegusia pia kwamba unaweza ukawa una hili tatizo la uchumi lakini hujatafuta suluhisho la kukabiliana ili uwe na uchumi mzuri. Pia inaweza ikawa ni sababu ya kupata msongo wa mawazo. Ndio. Kwa sababu ukisha kuwa na tatizo la uchumi na haujatafuta ufumbuzi, kwa sababu sosi ya msongo wa mawazo ni mawazo yanayosongamana afya sio na ufumbuzi. Sasa kama wewe shida yako ni uchumi, lakini hakuna sehemu omba kazi, hakuna mahali unajibidisha, hakuna sehemu unajitolea, hakuna hata kitega uchumi unachojaribu kukijenga, maana yake ili tatizo kwako unalitengeneza kwa sugu, litabaki kuwepo, hujachukua hatua za kupambana nalo. Wewe ni mtu wa kuona opportunity na kuziacha, hauzibebi na kuzipambania ili zitengeneze uchumi mzuri kwako. Kwa hiyo sasa ile tatizo linabaki kuwepo, kwa hiyo litaendelea kuwepo na litaendelea kusababisha shida nyingine. Kwa mwisho wa siku linasababisha msongamano mkubwa wa mawazo. Sawa, umesema inaweza likawa ni tatizo sugu. Nikapata swali la haraka hapa. Kwa hiyo kuna msongo wa mawazo ambao sio sugu na msongo wa mawazo ambao ni sugu. Maana yake kuna aina hapo sasa za msongo wa mawazo. Kuna aina za msongo wa mawazo, lakini usugu wa msongo wa mawazo ni pale ambapo unashindwa kuhimili huo msongo wa mawazo. Unashindwa kucontrol. Tuna namna ambavyo unaweza control huo msongo wako wa mawazo. Tutafikia huko. Sasa kabla hujafikia huko, hapo katikati kuna vitu ambavyo umeshindwa kuvihimili. Umeshindwa kuvitafutia ufumbuzi. Umekifanya chanzo chako cha kipato kuendelea kuwa tatizo. Hujatafutia ufumbuzi. Kwa hiyo itabaki ni tatizo tu siku zote. Lakini ukiachana hilo, si uchumi tu, bali kuna mahusiano. Naam. Mahusiano pia ni challenge. Ama ni sosi ya stress. Chanzo cha msongo wa mawazo. Ni kama inapambana na uchumi ama inaelekea kuizidi uchumi. Tumekuwa tukiona na wengine mashahidi kwenye vyombo vya habari kuna watu kila siku wanaua na kuuana kwa sababu tu ya mahusiano. Kitu cha kufikia hatua kumuua mtu au kujiua wewe kwa sababu mahusiano, maana yake tayari wewe ushakuwa na msongo wa mawazo ambao umepitiliza. Sasa umeenda kwenye kitu kinachoitwa sonona au depression. Yes. Hii ni mkaka yake na stress. Mikaka yake na msongo wa mawazo. Ndio. Kwa unavyoshindwa kuzihimili hizi zinaenda kwenye level nyingine ambayo inaitwa depression. Hizo zote ni matatizo ya afya ya akili. Sasa unapokuwa na mahusiano ambayo ni yana shida, vijana wengi wamekuwa wakijiingiza kwenye mahusiano ambayo hayana direction, hayana dira. Yaani uwezo ukakaa hapo ukaona kaskazini mwa haya mahusiano ni kule na kusini ni huko. Ukiangalia hayana umbo linaloeleweka, ni polygon. Ujui mbele ni wapi nyuma ni wapi. Hapo yaani hayaeleweki unakuwa unamaanisha nini? Yaani watu hawapendani ama kuna kitu gani hapa mpaka kinasababisha tatizo? Kupenda kwanza, upendo mwenyewe pale unakuwa ni kama haupo. Kwa sababu tunasema mahusiano yana vitu vingi sana. Ili mahusiano usiweze kukupa stress na yawe ni mahusiano imara yenye afya, yana vitu. Lazima yawe na responsibility. Lazima yawe na passion mle ndani. Lazima yawe na commitment mle ndani. Lazima yawe na intimacy, kwa sababu hata mahusiano ambayo ni romantic yana vitu kama vitatu. Kuna passion, kuna consent. Yaani lazima yawe na commitment mle ndani, kuna passion, kuna intimacy. Yawe na uwajibikaji, yawe na uwajibike, kuwepo na ule ukaribu, kuzungumzia kihisia, lakini kuwepo na kunjali na kumthamini mwingine, kuwepo na kujitoa sadaka katika ile mahusiano. Sasa mahusiano mengi yamekuwa hayana hivyo vitu. Mtu anaingia kwenye mahusiano kama ka source of income kake, kama ni chanzo kake kama pato, sehemu ya kupata kipato, sehemu ya kuondoa msongo wa mawazo. Yes, kwa hiyo akiingia kwenye mahusiano kaingia kwa sababu anataka maisha yake yasaidike. Ameona wewe una vielela fulani hivi ambavyo kwake vitamsaidia, ndio akaingia kwenye mahusiano. Sasa vile vielela kumbe hajui hata wewe una, hilo umetengeneza mazingira onekane unavyo. Sasa ukishapata na unachokitaka,
basi unamuonyesha rangi yako halisi, kwa mimi hela sikuwahi kuwa nazo. Ila kwa sababu nilikuona unataka hela, ilibidi na mimi nivae ile sura ya hela ili tuende sawa. Sasa kwa sababu ushakipata ninachokitaka, basi sasa ndio utaiona ile kala yangu halisi. Kwa hiyo mwisho wa siku hapo sasa mahusiano ndio yanakwenda kusababisha msongo wa yule aliyeingia akijua wewe una hela, saizi hauna, kwake anaanza kuwa na shida. Anaanza kuwa na msongamano sasa wa anaanza kuwa na msongamano wa mawazo kwa sababu amepata tofauti na alichokitarajia. Yaani alikuwa na over expectations kwenye mahusiano. Sasa amefika pale alichokitarajia sicho alichokikuta. Lakini ukiachana na hicho, kuna usaliti ndani ya mahusiano. Ndio. Ambako kumekuwa huyu anatoka nje, watu wanachepuka mno saizi. Sasa ukiwa unachepuka na huyu mwenzako akajua huko hivyo, maana yake yeye unamshababishia shida. Aanze kujiuliza huyu mtu kwa anafanya nini? Lakini kuna wivu ndani ya mahusiano. Wivu ni emotion ambayo ni mbaya sana kwenye mahusiano, ambayo inaongoza kwa kuwa na maumivu makali mno kuliko maumivu unayopata simu yote ile ukiachana maumivu ya kumpoteza mpendwa wako. Kwa hiyo maumivu kwenye mahusiano pia yanaweza kawa ni chanzo cha msongo wa mawazo. Kabisa. Tena isiwe tu msongo wa mawazo, ikawa pia depression. Sawa, lakini tukirudi hapo kwenye maumivu ya wivu, lakini vile vile umezungumzia usaliti kwenye mahusiano. Tukiachana na tukiondoka kidogo kwenye mahusiano. Usaliti na wivu wa kawaida hauwezi ukawa ni chanzo cha msongo wa mawazo. Wivu binadamu ni aina kwanza ya hisia ambayo lazima uwe nayo. Lakini ukipitiliza ni tatizo. Nikikuona wewe umeendelea, nataka kuwa na wivu wa maendeleo wewe umefikiaje pale. Nikifikia hatua ya kwa nini wewe uendelee, pale ndo kuna tatizo. Yaani mimi ninavyoelekea kujiuliza ni kwa nini uendelee, badala ya kutafuta mimi niendeleeje niwe kama wewe. Ila kutafuta kwa nini wewe uendelee na namna gani ya kukufelisha usiendelee, pale ulipo ndiko shida inapoanzia. Kwa sababu mimi sitataka kushuka chini. Wewe utakuwa unaumizwa na pia nakufanikiwa. Kwa hiyo utaendelea kuumizwa na mafanikio yangu badala ya yale kukufanya wewe kuwa ni changamoto ya wewe kufikiaje pale. Yes. Sasa ikisha kuwa ni maumivu ya wewe, yani wewe ukisha kuwa ile wivu wako ukisha kuwa ni source ya maumivu ya mimi kufanikiwa, hapo ndio itakusababishia msongo wa mawazo. Ndio. Yes. Kwa hiyo ukiachana na mahusiano pamoja na uchumi, kuna kuwapoteza wapendwa wetu. Ndio. Pia kunasababisha msongo wa mawazo. Kuna watu uliwapenda sana kwenye maisha yako lakini wameondoka. Inawezekana wamefariki au ulikuwa ni mtu mwenza wako tu, kuna mahusiano yamevunjika. Umempoteza, hauko naye kwenye uhusiano lakini si kwamba hauko naye kwenye ulimwengu wa kawaida. Kwa sasa hiyo pia inasababisha msongo wa mawazo kwa sababu akili inalazimika kupokea kitu ambacho haijakitarajia. Akili inavyopokea kitu ambacho haijakitarajia na ikashindwa kupata namna ambavyo inaweza kukusaidia au kusaidia ukaweza kuipokea ile hali, ukaichukulia kama ni kawaida, basi inakusababisha tatizo. Mtazamaji, ni Bwana Eric Bunono, ni mwanasaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunazungumzia suala la chanzo na athari za msongo wa mawazo. Na hapa tumejadili kuhusiana na nini maana ya msongo wa mawazo. Tumefahamu kwamba ukiwa na mrundikano wa mawazo ama fikra mbalimbali hasi na chanya, basi zinakupelekea kuwa na msongo wa mawazo. Lakini tumezungumzia baadhi ya vyanzo. Amezungumzia hapa swala la uchumi, amezungumzia swala la kutafuta masuluhisho, kushindwa kupata masuluhisho ya mambo mbalimbali, lakini vile vile amezungumzia mahusiano ambao pia ni miongoni mwa vyanzo vya msongo wa mawazo. Kadhalika amezungumzia usaliti kwenye mahusiano, kadhalika kwenye maisha ya kawaida, lakini vile vile kazungumzia wivu kwenye mahusiano na maisha ya kawaida, na pia kupoteza wapendwa kama miongoni mwa sababu ama vyanzo vya msongo wa mawazo. Na tunaendelea na jahara. Hii inanipatia nafasi sasa ya kwenda kwa Bwana Bunono na kukuuliza ni kundi lipi hasa, tukiachilia hizi tumeona sababu ambazo zinasababisha msongo wa mawazo, labda kuna kundi gani ambalo linaathirika sana na tatizo hili la kila msongo wa mawazo? Kwa mujibu wa tafiti, kati ya wanaume na wanawake wanaonekana kuathirika sana na msongo wa mawazo ama na matatizo yote ya magonjwa ya akili. Unajua afya ya akili ni pana. Ni pana sana. Yes, lakini msongo wa mawazo ndio unakuanzia pale. Alafu zinapatia depression ambayo tunaona ndio schizophrenia na mengine yanaendelea. Lakini kwa ujumla wanawake wanaonekana zaidi ya mara 3 kuathirika na msongo wa mawazo.
ama afya ya akili. Lakini katika hilo wanawake pamoja na kwamba wanaongoza katika kuathirika kwa maana ya kwamba kukumbwa na msongo wa mawazo. Madhara makubwa sana yanaonekana kwa wanaume. Yanaonekana kwa wanaume kwa sababu wao si watu wa kuzungumza. Wanaume ni watu wa kubumumia tu maumivu ndani. Ndio. Na ndio maana kitafiti wanaume wanaongoza pia kwa kujiua kuliko wanawake. Kujiua huko kuliko sababishwa na depression. Lakini hivyo vivyo katika huko kutenda hata vitu ambavyo ni domestic violence au ukandamizaji na unyanyasaji wa nyumbani pamoja na criminal tunaita uhalifu. Pia kuna uhusiano pale. Wanaume wako most likely kuingia kwenye uhusiano kwenye uhalifu wakiwa wamepelekewa na depression au hizo msongo wa mawazo au stress. Na kwa nini sasa wanawake wengi ndio wanaathirika sana na msongo wa mawazo? Wanawake wanaathirika kwa sababu ni watu ambao wameumbwa ni kiumbe ambaye ni emotional being. Ana hisia kali kuliko mwanaume. Kwa kila kitu anakipokea katika upekee fulani. Ndio maana hata mkiingia kwenye mahusiano tu utakuta mwanamke ndio yuko deep kuliko mwanaume. Ataposti lakini mwanaume mpaka uje uposti sio leo. Sio leo. Lakini yeye ashaposti. From the moment akishakupenda tu akuweka moyoni mwake. Ameingia miguu, mikono, kichwa, macho, everything in. Sasa ikishakuwa vile hisia kwake na atakachokuwa nakipokea kinachoendana tofauti na hisia zake na matarajio yake kitakuwa kinampelekea kwenye msongo wa mawazo. Na ndio maana wanaathirika sana. Lakini wanaume si kwamba waathiriki. Sema wanawake wako kwenye riski mara 3 ya kuingia huko. Lakini when it comes kwenye repercussion na matokeo yake wanaume athari wanaonekana kuzipata kubwa kuliko wanawake kwa sababu wanawake ni watu wa kushare. Atatoka hapa atazungumza na rafiki yake. Atatafuta rafiki ambaye anamtrust, atazungumza naye. Atamwambia matatizo. Yes. Sisi wanaume mpaka nizungumze hata kwa rafiki yangu unayemwamini basi mambo amenifikia hapa. Na mpaka aje kunifikia hapa, mpaka nifikie hatua kuzungumza basi tayari nishaathirika. Nishaathirika sana. Pakubwa. Kama ni stress zishanifikia hapa, kama ni pombe nishakunywa mpaka kila siku baa wamenizoea. Unakunywa kila siku mpaka baa zinafungwa. Kwa hiyo hivyo. Samani, umezungumzia swala la wanaume wanaathirika zaidi kwa sababu hata akija kuzungumza na rafiki yake au mtu wake wa karibu anayemwamini ili kuondoa ile tatizo, anakuwa tayari ashafika kwenye tatizo lishakuwa juu. Iko kwenye klima. Kisaikolojia linasababishwa na nini hili? Kutozungumza. Kutozungumza ni nature ya binadamu wa kiume. Lakini ni kwa sababu ya wakati mwingine malezi na mazingira. Ndio. Kama malezi, unajua sisi binadamu psychologically tunaumbwa na kutengenezwa kuanzia unavyokuwa. Kwa binadamu tunasema kisaikolojia alizaliwa akiwa tabula rasa, hana kitu kichwani mwake. Ndio. So the way unavyozidi kukua, unachokiona, unachokisikia, kinachokuzunguka ndio kinachokujenga wewe kuwa ulivyo. Na ndio maana unaweza kukuta mapacha wawili wamefanana kila kitu. Ukimtoa mmoja akakulia Mwanza, mwingine akakulia Dar es Salaam. Alafu akakaa miaka 4-5, ukileta pamoja utakuta wanafanana kila kitu, lakini tabia zinatofautiana. Kwa sababu mazingira aliyomlea huyu na yule ni tofauti. Kwa hiyo yale ndio aliyomtengeneza yeye kuwa halivyo. Sasa sisi wanaume pia jamii yetu imetutengeneza hivyo kwamba wewe ukiwa unalialia na lalamika wewe ni dhaifu. Na mwanaume hataki kuwa dhaifu. Kwa hiyo unajikuta tu hata ukipigwa makofi kidogo na mke wako, huwezi kwenda kumwambia rafiki yako bwana leo nimeamshiwa makofi leo. Atakushangaa. Unaweka ndani mwako kwa sababu unaona aibu, tadhalilika, ya nini? Nasemaje hichi kitu? Hata leo umempenda binti fulani umeenda kumwambia akakwambia umkome, itabaki ndani mwako, huwezi kumwambia hata rafiki yako. Na tuna tabia kuzungumza vitu ambavyo ni positive. Vitu vizuri ndio utashare na rafiki yako. Lakini vitu hasi utomwambia, na vile ndio vina nafasi kubwa sana katika kukuathiri katika afya ya akili ukianzia na msongo wa mawazo. Kwa hiyo unashare vile vitu vinavyokuumiza na matokeo yake unaitunza ile sumu ya vile vinavyokuumiza. Mwisho wa siku unafikia hatua ambako huwezi kuvimili kama mwanaume. Inafikia hatua unaona huna pa kutokea kwenye ile tatizo. Sasa hapo utaamua whether ukabugia madawa ya kulevya, kila siku unywe pombe ukihisi ndio inakupunguzia msongo wa mawazo, kumbe ukimaliza pombe ikikata ndio umeanzia hapo. Mwingine atafikia hatua anaona bora tu sasa ajiue kwa sababu hana tumaini.
Anatumaini. Yes. Sawa. Tumezungumzia hapo, tulikuwa tunagusia masuala ya rika na tukamgusia pia wanawake na wanaume. Lakini kiumri sasa, rika kiumri, umri gani ambao unaathirika sana kati ya wazee, watoto, vijana? Tukizungumzia depression au sonona, ambao of course ni msongo wa mawazo uliopitiliza, tunasema wazee ndio wanaathirika sana. Lakini ni wazee kwa sababu gani? Ni wazee kwa sababu umri wao pia na vitu hivyo vipitia vinawapa nafasi ya kufika huko. Lakini saa hizi tafiti ni kama inabadilika. Vijana ndio wako most likely kuathirika na msongo wa mawazo kuliko wazee. Na kwa mujibu wa tafiti, wazee wote ambao wana msongo wa mawazo au depression iliyopitiliza waliipata katika umri wao wa ujana. Kwa hiyo ukimwona mzee anasonona ama depression ambayo ni chronic, alitoka nao kwenye ujana. Which means what? Hicho maana yake ni kwamba msongo wa mawazo ama sonona zinawapata sana vijana kuliko wazee. Na kwa nini vijana? Kwa sababu vijana tumekuwa na matarajio makubwa. Una miaka 20 tu unataka uwe na vitu vingi vya mafanikio vikubwa. Uwe na maisha mazuri, uwe na mazuri, uwe na vizuri, uishi vizuri, umiliki mke mzuri ambao pia ni gharama, na ukijiangalia uwezo wako ni mdogo. Vyote hivyo pia ni visababishi vya msongo wa mawazo. Sasa wakati unapambana hivyo, uwezo wako ni mdogo kuvipata vile. Lakini hutaki kukubaliana na hilo na hali ulionayo. Tumekuwa tukiexperience mabito anakuja chuoni, ametoka nyumbani kwao yuko vizuri. Akifika pale, amekuta mwenzake anabadilisha nywele kila siku na anataka kila siku abadilishe nywele. Kila siku anabadilisha nguo, anataka naye afanye vile vile. Kila siku mwenzake amekula kuku chips na anataka vile vile. Kumbe uwezo wa nyumbani kwao hauko hivyo. Mwenzake anasahau kwamba yuko vizuri kwao. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vinakuwa vinapelekea sasa vijana kuonekana ndio sasa hivi wanapata msongo wa mawazo kuliko marika mengine yote, kuliko umri wote ule. Na hata wazee ambao wana msongo mwingi wa mawazo inatokana na hali yao wakiwa ujanani. Sawa, sasa tukaangalie athari na madhara ya msongo wa mawazo haraka. Okay. Kwa haraka msongo wa mawazo athari zake ni kubwa. Na bahati mbaya huwa zinaanza taratibu hazionekani. Si sawa unavyoumwa tumbo ukasema nitaenda kualisha ama kichwa kitauma ama ikiwa malaria kichwa kitakuwa kinauma. Hapana. Zinaanza taratibu. Na utaratibu huu madhara yake utajikuta unakuwa mtu lonely, mpweke sana. Yes. Kwa hiyo kuna wakati tafikia hatua utajiona mpweke. Kuna wakati tafikia hatua uwezo wako wa kutenda kazi utapungua. Kwa sababu mwanadamu ana vitu kichwani, sasa uwezo wako katika utendaji wa kazi, productivity, inashuka. Lakini ukiachana na hilo, utajikuta ni mtu mwenye hasira kila wakati. Kwa sababu una vitu ambavyo havina ufumbuzi kwenye kichwa chako. Sasa ukiachana kuwa na hasira, utajikuta ni mtu wa kupaniki. Kitu kidogo tu wewe tayari ngumi mkononi. Kwa sababu uwezo wa kuhimili vitu una tayari. Kwa hiyo uwezo wako ushashuka. Lakini pia kuna kutojiamini. Confidence huwa inashuka. Kuna ile hali ya kujiona wewe si wa thamani, self-worthiness. Unaanza kujiona wewe huwezi kujilinganisha na wewe si wa thamani, wewe si kitu. Lakini pia kuna hali ya kujiona kwamba huwezi kufanya kitu. Tunasema inashusha self-esteem, uwezo wako wa ndani. Yes. Kwa hiyo utajikuta wewe kila wakati unajiona hauna thamani, hauna uwezo kufanya hichi. Lakini pia inakusababisha unakuwa na andamwa na mawazo hasi. Yaani tumekutana hapa tunazungumzia kitu kimoja, mtu akikuchallenge kitu wewe tayari unakimbilia au kwa sababu mimi niko hivi, au kwa sababu ananiona hivi, au kwa sababu umri wangu ni mdogo, au kwa sababu. Kwa hiyo unakuwa unajiweka katika nafasi ambayo unaanza kujitafutia vitu ambavyo vinakufanya wewe kudisvalue, unajishushia ile thamani yako. Yes. Lakini wakati mwingine utajikuta ni mtu wa kujifanyia judgment, unajihukumu, unajilaumu, una feel great. Kwa kila kitakachotokea unaanza kujilaumu kwamba hii ni kwa sababu mimi nilikuwa hivi, hii ni kwa sababu mimi sina kipato. Yaani unaweza ukafanya kosa alafu wewe umekosea, lakini baadaye gundua wapi umekosea urekebishe, unaanza kutafuta sababu, excuses, kwamba au ni kwa sababu kipato changu ni kidogo. Umesababisha shida kwenye mahusiano, umeachwa mwenyewe. Baada ya kuachwa unaanza au ni kwa sababu sina kipato, au ni kwa sababu sijapata kazi. Wewe ulenge tatizo
Kwa hiyo unakuwa na tabia ya kutoliangalia tatizo, unaanza kuangalia nani wa kumlaumu. Unaanza kuangalia ule zile hasi ambazo zinakuwa zinakuzunguka. Ndio unastupia mzigo kwamba ni kwa sababu hii, kwa sababu hii, kwa sababu hii. Na nili hizo vitu ambavyo tunasema ni athari zinakuwa ni nyingi mno, na nyingine zinakuwa ni mbaya zaidi. Kuna wakati mwingine sasa stress ukishindwa kuihandle inaenda kwenye depression ambayo ni sonona. Na sonona ikishafika hatua ikawa ni kubwa, utakosa usingizi. Na sonona pia na yenyewe na limit. Ikishindwa pia huko itaenda kwenye schizophrenia, ambapo utaanza kusikia vitu ambavyo havipo kwa Mungu kawaida. Utaanza kuona vitu ambavyo havipo, utaanza kuota ndoto za ajabu nightmares. Umegusia hapo, ni huwa tunatazama kwenye televisheni, tunaona filamu, mtu anakuwa kama anasikia makelele fulani au anatazama, kumbe kitatizo kisaikolojia hili swala lipo. Lipo kwa sababu kuna vitu unaviona katika ulimwengu wako mwingine. Tuna vitu ambavyo tunasema ni conscious na unconscious, na tuna subconscious. Kwa akili yetu imegawanyika katika sehemu tatu. Kwa kitu kama unachindwa kukiona katika hali ya kawaida ambayo tunasema ni conscious, utakiona katika subconscious katika hali isiyokuwa ya kawaida. Lakini kama pia usipokiona katika ulimwengu ule, kwa sababu tunategemea ambacho kitu ukione kwanza kwenye subconscious, yani ukiona katika ulimwengu ambao hujatendeka ili kiende kwenye kutendeka. Kiwe kwenye mafikirio sasa. Ukifikirie kwanza na namna utakavyokiumba, alafu ndo kiumbe kwa vitendo. Ukielekea kutenda tunaita conscious. Lakini subconscious ni kukiona kabla. Lakini ukiona kitu ambacho hujakiona kabla, wala hujakiona kwenye uhalisia, ila ni hakipo kabisa kwenye maisha yako, hicho ndo unconscious. Kwa hiyo kinakuja kujitokeza katika namna ambayo wewe haukutarajia, haujui. Kwa hiyo umelala, unaota ndoto za ajabu tu. Na mara nyingi zinakuwa ni ndoto mbaya. Hau wote hata umenunua gari, umenunua hata umejenga nyumba. Unaota mara unakimbizwa na majambazi na vibaka, unaota mara una majini, unaota unaitwa. Ni vitu vya ajabu unaota. Kwa hiyo hivyo vyote vinakuwa vinatokana na athari ya vyote vinatokana na msongo ambao unapelekea sonona. Na mwisho wa siku umepeleka ni schizophrenia. Sasa ukishafikia hapo unaanza kusingizia kulogwa sasa. Sasa hapo kwenye schizophrenia tutakuja tuzungumzie siku moja na sonona. Turudi kwenye sasa namna ya kudhibiti ama kutibu tatizo la msongo wa mawazo. Namna ya kutibu, cha kwanza ukishajielewa una hiyo shida. Tunasema kuna namna ya badilisha lifestyle yako. Inawezekana lifestyle yako namna ya kuishi. Unaishije? Badilisha. Kwa sababu pia moja ya sababu ya stress ama msongo wa mawazo pia ni vitu tunavyovila. Ndio. Kimbilia baga hizi sijui pizza sijui nini. Si vipondi lakini kitafiti vinaonekana kuwa ni chanzo cha hivyo vitu. Lakini kuna vyakula vyenye cholesterol kubwa. Pia vinakuwa ni sababu ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo tunashauri ule vyakula ambavyo ni fresh, vegetables, matunda, yale yote yanaroda na mwisho wa siku yanakusababishia usifike huko. Lakini pia ukiachana vyakula, kwa sababu stress pia kwa wale wenye ndoa inapelekea kwenye kitu kingine. Kuna kitu kinaitwa nguvu za kiume sasa hivi, ambavyo badala ya wakabili wa watu wazima sasa inaonekana kuwa ni tatizo la vijana. Ndio. Almost kuanzia 10% mpaka 40 tu 70 vijana wengi hawana hizo nguvu za kiume. Sio kwamba hawana, tatizo ni unakula nini? Lifestyle yako unaishi vipi? Stress pia inasababisha, kwa sababu inapunguza uwezo wako hata hamu ya kutenda kile kitu. Kwa unakuta huko na mke wako, kwa mume wako umepoteza kabisa apite tena yule mtu. Uko naye ndani. Lakini ukienda huko nje unatamani wengine. Ukirudi ndani kila kitu kimeisha. Kwa hiyo mifumo ya maisha inabidi ibadilike, lakini vile vile lazima pia chakula unachokula, lakini pia kukubali hali uliyokuwa nayo. Ukopi, uwe na coping mechanism, ambapo kuna kitu kimetokea, cope nacho. Kuna vitu vinatokea ni hauwezi kukataa. Mtu ameshafariki, huwezi kumrudisha duniani. Kwa kukaa kubishana na nafsi yako kwamba hajaondoka bana, yupo. Nafsi yako isipokubali ameondoka. Ikawa kila wakati unakumbuka mazuri aliyofanya, unamuona katika uhalisia, ukifunga macho ni kama unaona umekaa naye. Maana yake hujakubali ile hali kwamba ameondoka. Sasa usipokubali kwamba kaondoka, ndio inakuletea tatizo. Lakini ukikubali kwamba ameondoka, sitakuwa naye tena, basi akili yako itakupa namna ya kusurvive.
Ukikubali mimi sina uwezo wa kununua gari saizi, ila nitaweza uwezo wa kununua nitapata, lakini kwa muda huu sina. Basi akili yako itakupa namna kwa kwamba saizi sina. Kwa hiyo nikubali tu dada. Sasa hapo ninapata swali kidogo tu tumalizie haraka haraka, muda kidogo sio rafiki. Kwenye kwa mfano mtu ameshindwa kukubali hali imetokea, yani amepata tatizo limekuwa kubwa, akashindwa kukubali hali aliyokuwa nayo, akashindwa kubadilisha mfumo wa maisha, masuala ya ulaji, uvaaji na jamii jinsi ilivyo. Anaweza akafanya nini kingine? Kuonana na wataalamu kama nyinyi wana saikolojia ama hiyo ni kitu kikubwa sana. Unapoona hali inazidi kuwa ni tofauti, kwa sababu tunazungumzia saikolojia ni fikra zako, hisia zako na namna unavyotenda. Kwa hiyo ukiona unaanza kuwa na fikra ambazo zinakuwa ni hasi, unajua tayari kuna shida. Unapokuwa na hisia ambazo unaona zina challenge, yani hisia zako leo una mood kwa kushoto, leo uko kulia, una furaha dakika moja imepotea, umekuwa na huzuni. Unaanza kujiona una hasira zisizokuwa na kikomo na huwezi kuzicontrol, tunasema tayari kuna tatizo. Kimbia chao, waone wataalamu, wana saikolojia, wanasi ama madaktari bingwa magonjwa kile wanaitwa psychiatrist. Kwa hiyo wale ndio watu watakao kusaidia mapema kabla tatizo haja kubwa, kwa sababu tiba yake ugonjwa unapokuwa ni mkubwa, kwa sababu tunazungumzia sonona kwa sababu ndio kitu cha kwanza. Tunazungumzia msongo wa mawazo, lakini kuna sehemu utafika hatua haitakuwa tena msongo wa mawazo, itaenda kwenye kitu kingine. Kwa ukishindwa kutibu msongo wa mawazo, kukabiliana nao, utakupeleka sehemu kubwa ambayo haitahitaji tena talking to, kwa sababu kuna therapy ambayo ni tiba ya kuzungumza ambayo wanafanya wanasiri na wanasaikolojia, wanakutibu kwa kuzungumza. Kwa hiyo wakishindwa kufanya vile, itabidi utumie na dawa. Akili ikishafika hatua ya kwanza kutumia dawa, kuja kurudi katika hali yake ya kawaida si rahisi. Na ukishaanza kutumia madawa ya magonjwa ya akili, unakuwa wewe tayari ushakuwa mteja kudumu wa wale wanakupa madawa, kwa sababu unatumia madawa throughout your life. Unakuwa ni sawa na mtu anayeumwa kisukari au pressure, wale watu wanatumia dawa muda wote. Kwa hiyo dawa za afya akili, ukifikia tu umefika huko, umeshaanza kutumia dawa, basi unakuwa wewe ni mtu wa kutembea tu na dawa. Sawa. Kwa haraka sasa, kwa kumalizia kabisa, mtazamaji, kwa kumalizia kabisa, tuko na Bwana Eric na yeye ni mwanasaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tunazungumzia swala la msongo wa mawazo, chanzo na namna ya kukabili, lakini vile vile na athari zake. Na tunamalizia hapa kwa kumalizia, yapi ni maoni ama ushauri kwa jamii sasa ili kukabiliana na tatizo hili ama kutokulipata kabisa? Ingawa ulizungumza pale awali kwamba msongo wa mawazo ni muhimu kuwa nao, ila usipitilize. Sasa namna ya ushauri wako, namna ya kukabiliana na hili ama kwa ushauri tu, cha kwanza ajue msongo wa mawazo ni kitu cha kawaida, na hawezi kukikwepa. Na kwa sababu hawezi kukikwepa, ni kitu kicho kwenye maisha yake, basi awe na namna ambayo anaweza kukabiliana nacho. Badilisha mazingira. Ukihisi uko kwenye sehemu na kustress, badilisha mazingira. Kama unahisi kazi ndio chanzo cha msongo wa mawazo, kuna uwezo kwamba ruhusa ukaenda nje kabisa na ile kazi kwa muda fulani, ukirudi akili yako itakuwa fresh kabisa. Usikipu vitu, nimekukwaza face me. Ni face, niambie umenikwaza sehemu 1, 2, 3, kuliko kulibeba. Kwa sababu ukibeba, akili yetu ina tabia kuhamisha vitu. Nimekosea mimi, kama nikishindwa kukumind wewe kwa kunikosea, nitaenda kumtafuta mnyonge wangu na utahamisha hasira kwake, ama nitarudisha kwenye familia, ama nitabaki nalo, utaendelea kuniumiza. Kwa hiyo usiwe na vitu ambavyo ni unfinished business nyingi ambazo hazijakamilika. Get it done. Ni biashara ambayo haijakamilika na unfinished business, nimekukosea, ikamilishe kwanza, kamilisha, achana nalo liishe. Una changamoto ya kitu fulani, kiondoe kiishe. Una kazi ziko nyingi mezani kwako, fanya kazi, ondoke, maliza, nenda na nyingine. Usirundike hii na hii na hii eti nitafanya baadaye. Hautakuwa na hiyo baadaye, kwa sababu baadaye itakuwa na kitu kingine pia. Utajikuta na vitu vingi vyote vimekuzunguka, vinahitaji ufumbuzi, muda umeisha. Do not work under deadlines, kwa sababu deadline pia changamoto. Toa vitu kwa wakati. Ukiona mambo yanakuwa ni magumu, achana nayo, nenda sehemu. Make friends, tengeneza urafiki. Usikae mwenyewe kama kisiwa, pia unakaribisha yale matatizo. Kwa hiyo toka out wakati mwingine, jitoe out. Usisubiri tu mpaka utolewe out. Sometimes take yourself out. Take muda, nenda kwenye restaurant nzuri unaipenda, chukua hela yako, nunua, jinunulie msosi. Usiwe na ile akili ya
mpaka nitolewe out. Jinunulie msosi mzuri unaopenda wewe. Take yourself out. Nenda beach, nenda sehemu fulani. Meet vitu ambavyo ni natural. Nature ni moja ya dawa katika msongo wa mawazo na sonona. Sawa. Kwa hiyo ndio njia ambayo inaweza kumsaidia. Nikushukuru sana Eric Bunono. Asante sana. Mtazamaji, tulikuwa na Eric Bunono kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye ni mwanasaikolojia, na katika Jahara sehemu ya kwanza tulikuwa tukijadili kuhusiana na chanzo pamoja na athari za msongo wa mawazo. Nikushukuru sana, usiondoke. Jahara sehemu ya pili itafuata punde. Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na UNESCO inatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya stashahada, yaani Diploma in Journalism, yatakayotolewa kwa njia ya mtandao. Mwombaji anatakiwa awe na cheti cha uandishi wa habari kilichotolewa kwenye chuo kinachotambulika na NACTE au awe amehitimu kidato cha 6 na kupata principal pass katika somo mojawapo. Na ili kujiunga, mwombaji anatakiwa kuingia kwenye tovuti ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia www.udsm.admission.ac.tz. Ada ya maombi ni $10 kwa wanafunzi wa kigeni na shilingi 10,000 kwa wanafunzi wa Tanzania. Wanahabari waliopo kazini watapewa kipaumbele katika kozi hii. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30 Septemba mwaka 2021. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mratibu wa kozi kwa simu namba 0713549992 au 0782549992. Na mtazamaji, tumerejea tena na sasa ni wasaa wa Jahara sehemu ya pili, ambapo kama kawaida tunakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Sehemu ya pili pia tunakuwa tuna mada na mgeni, tunajadili masuala mbalimbali. Na katika Jahara sehemu ya pili leo niko na Bwana Robert Jonathan. Yeye ni rais wa chuo kutoka chuo cha Bahari hapa Tanzania. Na leo tutakuwa tunajadiliana kuhusiana na ushiriki wa vijana katika uchumi wa blue. Tumekuwa tukisikia mazungumzo mbalimbali kuhusiana na uchumi wa blue. Kwa kwanza tu Bwana Jonathan Robert, uchumi wa blue ni nini? Unapozungumzia uchumi wa blue, manake dhana nzima ya uchumi wa blue ni matumizi ya bahari, matumizi kwa faida ya uchumi wa nchi. Kwa hiyo ni matumizi yale ya bahari, maziwa, mito na mabwawa ya asili katika kukuza uchumi wa nchi. Ndio. Kuna historia yote fupi ya uchumi wa blue hapa Tanzania, matumizi hayo ya bahari? Uchumi wa blue sio hoja ya Tanzania peke yake. Uchumi wa blue ni ajenda ya Umoja wa Mataifa, lakini pia uchumi wa blue ni ajenda ya nchi za Afrika, Jumuiya ya Afrika. Kama nikiingia kidogo kwenye historia, mwaka 2012 kule Rio de Janeiro, Umoja wa Mataifa, wanachama Umoja wa Mataifa walipitisha ajenda hiyo, na kongamano kubwa lilifanyika ya maendeleo endelevu ya uchumi, na hasa uchumi wa kijani, maana yake uchumi wa blue. Na ukizungumzia uchumi wa blue, maana yake ni matumizi sahihi yale ya maji ya bahari katika kukuza uchumi wa taifa husika. Lakini pili, tuna hii the Africa we want, hii ajenda ya Afrika ya miaka 50 ambayo ilifanyika mwaka 2013. Na walikuwa na ajenda ya kukuza uchumi mwaka 2013, maana kwa miaka 50 mpaka 2063. Ni ajenda ya matumizi sahihi ya bahari, maziwa na mito mikubwa na mabwawa ya asili katika kukuza uchumi wa nchi za Kiafrika. Lakini pia tuna ajenda pia za nchi za Jumuiya ya SADC katika matumizi ya bahari na uchumi wake. Kwa hiyo ukiangalia pia katika uchumi wa bahari, ujumuishi au uwezekano wa vijana kushiriki ni mkubwa sana. Kwa hiyo lengo ni kutoa elimu na kufanya tafiti na uwekezaji mkubwa katika matumizi sahihi ya bahari ili kukuza uchumi. Sawa, sasa turudi kwenye mada yetu. Vijana wana nafasi gani katika uchumi wa blue hapa Tanzania sasa? Kwa hapa Tanzania vijana wana nafasi kubwa sana. Kwa sababu kwanza kwa Tanzania kutoka Tanga mpaka Mtwara tuna kilomita za mraba zaidi ya 1424. Lakini pili, tuna maziwa makuu, ziwa Victoria, tuna ziwa Nyasa, tuna ziwa Tanganyika. Ziwa Victoria pekee lina ukubwa wa kilomita za mraba 68,470. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna fursa nyingi sana za vijana. Vijana hawawezi kumiliki bahari, hawawezi kumiliki maziwa. Umiliki wa bahari na maziwa uko chini ya serikali, sheria ya Umoja wa Mataifa.
upo chini ya umiliki wa serikali na mataifa, lakini vijana wanaweza wakatumia vipi sasa bahari ama maziwa ili kukuza uchumi wa taifa sasa hapa? Kuna vitu vingi vya kutumia. Kwanza kuna uvuvi wa kisasa kwa vijana wanaweza wakatumia, lakini pia kuna utalii, lakini pia tunaitwa kilimo, mwani kwa Zanzibar wanafanya, lakini pia tuna masuala ya utalii kama tulivyosema. Ufukweni pia kuna michezo, unaweza kutumia michezo ile ufukweni kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini pia kuongeza uchumi katika taifa. Kwa hiyo ni mambo machache kati ya mengi sana ambapo vijana wana fursa katika uchumi huu wa blue hapa Tanzania. Sawa. Umezungumzia uvuvi wa kisasa, kilimo, utalii, michezo ambavyo ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha basi ukuzaji wa uchumi wa blue hapa nchini. Tukiachana hizo, sasa kwa ujumla faida za uchumi wa blue kwa taifa ukichangiwa na vijana ni zipi? Kwa taifa unapozungumzia uchumi wa blue kwa sasa dunia, kwanza dunia inategemea bahari. Kwa mfano usafirishaji wa mizigo kwa 90% sasa unasafirishwa na bahari au vyanzo vya maji. Kwa hiyo kuzungumzia katika masuala ya faida katika nchi kubwa sana, bandari kwa mfano zinajengwa katika bahari, katika maziwa, machelezo, unaona. Kwa hiyo nchi kama nchi inakuwa na faida kubwa sana na inapata mapato makubwa sana kama uwekezaji ukifanyika. Kuna hizi meli za uvuvi zinafanyika, meli za kusafiri. Kwa hiyo kuna fursa nyingi mno ambao kama serikali na wameanza kuwekeza huko, na ukifanya uendelevu wa kuwekeza zaidi, kuna vyanzo vingi sana vya mapato, lakini pia ukuaji wa uchumi utakuwa kwa haraka zaidi, kwa sababu pia hii ni ajenda ya ulimwengu mzima. Yeah. Sasa tunafahamu kwamba vijana wengi hawana ajira rasmi na wengine huenda hawajasomea kabisa masuala yanayohusu bandari ama yanayohusu masuala ya baharia na vitu kama hivyo. Hawa vijana wengine ambao hawako katika lengo hili, hawako katika mlengo huu wa usomeaji wa masuala haya kama ambavyo nyinyi mnasomea, wana nafasi gani sasa katika ukuzaji wa uchumi wa blue kutumia bahari, maziwa? Na nafasi wanayo kubwa, hata kwa sababu wanaojihusisha na masuala ya uvuvi na masuala ya bahari sio wote wamesoma, na asilimia kubwa hawajasoma. Kwa hiyo lengo ni kwamba kama serikali na wadau wa masuala ya bahari watoe elimu sahihi kwa vijana ni namna gani wanaweza grab hizo opportunity na kuziweza kujiongezea kipato, lakini pia kuongezea taifa kipato. Kwa hiyo opportunity nyingi sana, wala haihitaji kusoma uingie darasani, hapana, ni uelewa. Kwa hiyo kufanya ukiona hiyo agenda ya Afrika ya miaka 50 ni imelenga sana katika kutoa uelewa. Kwa mfano wanasema kwamba mpaka 2018 mataifa yao yametoa uelewa hasa katika makundi haya ya vijana, wanawake na watu wazima. Sawa. Kwa hiyo serikali ina nafasi gani sasa katika kuwakuza vijana ili washiriki katika hili? Serikali ina play part kubwa sana zaidi ya 80%, kwa sababu serikali ndio wana kila kitu. Serikali ndio wana authority ya kutoa mafunzo kwa wale. Kwa hiyo mimi nitoe right kwa serikali kwamba nafasi yao ni kubwa sana hasa kwa upande wa vijana, wanawake na watu wazima katika kutumia bahari na katika kutumia vyanzo vya maji katika kuongeza kipato cha taifa, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja. Shukrani sana. Asante. Mtazamaji, ni Jahara sehemu ya pili tunaikamilisha namna hiyo, ndio tamati ya Jahara kwa siku ya leo. Leo nilikuwa naye Bwana Eric Bunono ambaye tulizungumza naye kwenye Jahara sehemu ya kwanza, lakini pia leo nimezungumza pia na Bwana Robert Jonathan. Yeye anatokea chuo cha bahari hapa Tanzania. Tumezungumzia kuhusiana na uchumi wa blue. Tamati na kushukuru. Naitwa George Edmund. Punde Mariam Dasso atakuja hapa kwa ajili ya dondoza habari. Mariam Dasso.